Ambapo risala za rambirambi zinaendelea kutolewa kufuatia kifo cha mbunge wa Emuru ya Dikir Johana Kipyegon Ng'eno, akikumbukwa na wengi kama kiongozi shupavu. Miili ya mbunge huyo pamoja na wengine 5 waliofariki katika ajali ya helikopta Jumamosi jioni imewasilishwa jijini Nairobi ili kuhifadhiwa kabla ya kutangazwa kwa ratiba ya mazishi. Shela Chalangat na mengi zaidi. Safari ya mwisho ya mbunge wa Emuru ya Dikir Johana Kipyegon Ng'eno ilianza katika hospitali ya mafunzo na rufaa ya Moi jijini Eldoret, ambako mwili wake pamoja na waathiriwa wengine 5 ilikuwa imehifadhiwa. Huzuni ilitanda hapa, wengi wakipata ugumu wa kuelewa matukio na mazingira ya ajali hii. Pilot mwenyewe alipungua kio, akaongea na vijana ile alikuwa hapa akichunga ng'ombe. So aliongea nao kusema hii kitu taisha saa ngapi, alafu tena akaamuka akaenda juu. Kumbe ni kama ikapata hiyo waya ya stima yenye iko hapo hivyo. Sasa ndo ikarudi huku forest. Ikianguka sasa. Uchunguzi wa awali unaashiria hali mbaya ya hewa kuwa chanzo kilichochangia ajali hiyo, ingawa uchunguzi bado unaendelea. Pilots kwamba ni heri kutoa advice mzuri, kwa sababu jana nyinyi wote mliona kulikuwa na mist kila mahali, kulikuwa na mvua, lakini kusema tuamuke na tuende hivyo, na wewe ndio pilot na unajua sheria zenu za aviation, ni makosa sana, kwa sababu ni kuhatarisha maisha. Saa 11 jioni Jumapili, miili ya mbunge Johana Ng'eno na wengine 5 iliwasili katika uwanja wa ndege wa JKIA Nairobi, ikipokelewa na viongozi, familia na marafiki. Mbunge Ng'eno amekumbukwa na wengi kama kiongozi shupavu. Rais William Ruto katika risala yake ya rambirambi amemtaja Ng'eno kama kiongozi mwenye kujitolea, atakayekumbukwa kwa hatua madhubuti za maendeleo zilizopatikana chini ya uongozi wake. Sasa miili ya waathiriwa wote 6 imehifadhiwa katika makafani ya Lee, Nairobi, ambako upasuaji wa maiti utafanyika kabla ya mazishi. Shela Chalangat, Runinga ya TV 47.